wameniamulia leo ni kwamba nitakachokisema ni kile ambacho wamekiandaa wao, na wamenipa maandishi na wamesema nisipofanya kama ambavyo wameniagiza pengine maisha yangu yatakuwa ni magumu, lakini kwa vile na mimi nilishiriki kuiandaa hotuba hiyo nitajitahidi kufanya kama walivyotaka. Sasa kabla sijazungumza hotuba ya vijana wa Chadema, naomba niseme mambo mawili ya utangulizi, na sijui kwa nini katibu mkuu wa BAVICHA na sekretarieti yake na wajumbe wa kamati ya utendaji hawajayasema. Sasa sitaki kuwatuhumu, ila naomba niyaseme mwisho wake. Naamini mgeni wetu rasmi utajua kwa nini hawakuyasema. Jambo la kwanza, jana tulikuwa na bonanza, tuliandaa bonanza la michezo, na kwenye bonanza lile tuliandaa mechi ya mpira wa miguu kati ya timu wenyekiti, timu ambayo mimi ndo nilikuwa kapteni wake. Wachezaji wa timu hiyo walikuwa ni wenye viti na vijana wote wenye ndoto ya kuwa wenye viti kwenye baraza la vijana kwenye ngazi zote. Kwa hiyo wajumbe wa kamati ya utendaji, kwa sababu wao ni wenye viti, wote walikuwa ni timu mwenyekiti, na kauli mbiu ya timu yetu ilikuwa ni katiba mpya na bora. Halafu timu ya pili ilikuwa ni timu katibu, kwa maana ya wachezaji wote walikuwa ni makatibu wa BAVICHA kuanzia ngazi za kanda, kuanzia katibu mkuu wa baraza la vijana wa Chadema taifa na makatibu wote wa BAVICHA na hata wale vijana wenye ndoto za kuwa makatibu wa BAVICHA. Hiyo ndio ilikuwa timu ya pili. Sasa matokeo, ndio maana nikasema sijui kwa nini jambo hili halijasemwa na wenzangu toka mwanzo. Halijasemwa, sijajua sababu ni ipi kati ya hizi mbili. La kwanza, matokeo yalikuwa ni magoli 3-2. Nikisema hivyo naamini mtakuwa mmefahamu pengine kwa nini wao hawakusema matokeo haya na kwa nini mimi nasema. Lakini jambo la pili, sijui hawajasema kwa sababu magoli 3 ndio yaliwaumiza, au kwenye hayo magoli 3, magoli 2 yalifungwa kwa haki na mtu ambaye pengine waliona aibu kumtangaza kwamba ndio aliyeyafunga. Na kwa sababu mimi nimesema hivyo, mnaweza kudhani, mnaweza kufikiria kwamba pengine aliyeyafunga magoli hayo ni nani kwa namna nilivyoyalemba. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, toka nikufahamu nimekuwa mwanafunzi wako kwenye mambo kadhaa kama kaka yangu, na nitumie fursa hii kusema kwa nini tuliandaa bonanza la mpira wa miguu. Miongoni mwa visa au historia ambayo nimewahi kukusikia ukiniambia ni kuhusiana na harakati za kudai uhuru kule nchini Afrika ya Kusini. Ulifika wakati Nelson Mandela yuko gerezani, yuko kule Robben Island, wapiganaji wengine wote nje walikatazwa kukutana eneo lolote. Lilitolewa katazo la kwamba kusiwepo na kusanyiko hata la watu 10, kwa sababu wale makaburu waliamini watu wakikusanyika eneo lolote watajadili namna ya kutafuta uhuru wa South Africa, uhuru wa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo likatoka hilo tangazo, likatolewa hilo katazo. Lilivyotolewa hilo katazo, watu wa Afrika ya Kusini wakatafuta mbinu mpya ya mapambano, mbinu mpya ya kukutana, mbinu mpya ya kujadili maisha yao. Mbinu hiyo ilikuwa ni pamoja na kuanzisha timu za mpira wa miguu. Walikuwa wanakutana, timu zinacheza mpira. Wakati wa mapumziko, half time, makaburu wanadhani watu wanaambiana mawaidha kuhusu mechi, wao wakawa wanajadili namna ya kupata ukombozi wa taifa lao. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ulinieleza kisa cha yule mtoto mdogo anaitwa Stompi. Wale makaburu walivyoshtukia kwamba watu wanazungumza siasa, wakakatafuta katoto kadogo kakawa kanaenda pale wakati wa mawaidha, kana tape recorder,
inase sauti za wanachokifanya pale au wanachokizungumza. Baadaye walipokuja kumgundua yule mtoto walimuua. Sasa kwa nini sisi BAVICHA tumeanza na bonanza la mpira wa miguu? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunafahamu kwenye taifa letu vijana wengi ni wapenzi wa michezo, vijana wengi wanafuatilia michezo. Kama Afrika Kusini wenzetu walivyoona wamezuiwa kujadili mambo magumu, mambo yanayohusu ukombozi wa nchi yao, walisema tukipata nafasi ya kwenda kusali tutazungumza ukombozi wetu kanisani, tutazungumza ukombozi wetu misikitini, tutazungumza ukombozi wetu kwenye mazishi. Na sisi BAVICHA tumesema tuanze na bonanza tukiwa na nia moja tu, kwamba vijana wa CHADEMA mkitoka kwenye kongamano hili ni lazima mjue ajenda ya kijana na katiba mnapaswa kuwapelekea vijana, na vijana wako kwenye mamipira, vijana wako kwenye betting, vijana wako kwenye maklabu, popote waliko vijana wafikishieni ajenda hii. Jambo la pili ambalo nilisema nataka niliseme kwa kulichomekea, naomba nitoe shukrani na pongezi kubwa kwa watu wafuatao, na kwa sababu nitakuwa na mgongano wa kimaslahi, naomba kwenye pongezi hizi mimi nisiwe sehemu ya watu hao wanaostahili pongezi hizi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na Katibu Mkuu, kama ikitokea siku chama hiki kitataka kuwathamini na kuwalinda vijana wa chama hiki, kianze kuwalinda viongozi wakuu wa BAVICHA wa sasa ambao ni makamu mwenyekiti wa BAVICHA Tanzania Bara, kaka yangu Nector Kitiga. Huyu Nector Kitiga kwenye baraza letu, na namshukuru sana kwa sababu yote tunayoyafanya kutoka kwake sisi tunapata uzoefu wa uongozi wa vijana. Amekuwepo kwa nyakati tofauti tofauti kuliko sisi wengine wengi. Kama kiongozi wa BAVICHA alikuwa ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya BAVICHA kipindi kilichopita. Kwa sisi kwetu mara zote kama viongozi wakuu na kama kamati ya utendaji ya BAVICHA taifa, kwake tumekuwa tunavuna uzoefu. Na kaka yangu Nector, tunakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Mtu wa pili ni makamu mwenyekiti Zanzibar, kaka yangu Rashid Abdalla. Hajafika, anaumwa. Yeye tunachokivuna kwake mara zote, Mpemba yule ni mtu mwenye busara sana. Muda wote sisi damu zikikimbia kwenye viongozi wetu wakuu, ni mtu wa kuhakikisha anatupunguza kasi kidogo. Kokote ulipo kaka yangu makamu mwenyekiti Zanzibar, tunakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Mtu wa tatu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ambaye naona napaswa kabisa kumshukuru mbele ya vijana hawa, na chama chetu kinapaswa kumlinda na kumthamini sana, kwa sababu mimi nafanya naye kazi, najua uwezo wake. Ni katibu mkuu wetu wa BAVICHA, daktari wa binadamu. Daktari wa nini? Wa binadamu, anaitwa Dualia Mzito. Katibu mkuu Dualia Mzito, tunakushukuru sana na tunathamini mchango wako. Kitu pekee ambacho tunakutana naye nacho kwake ni misimamo mizito, yaani kuna muda mpaka tunakasirika, lakini ni mtu ambaye amenyooka, lula ikasome. Mwingine ni naibu katibu mkuu wa BAVICHA Bara Zanzibar, hatuna Reverend Mbugi. Kitu pekee tunakipata kutoka kwake na tunathamini mchango wake. Yeye kwenye viongozi wakuu ni miongoni mwa kiongozi pekee ambaye umri wake ni mdogo kuliko sisi wote. Anatupa radha za chaso muda wote, anatutahadharisha sisi kama BAVICHA tufikirie vijana wenzetu wanaokuja, tutawaachaje au tunafanya nini. Tunakushukuru sana Reverend Mbugi kwa hilo. Mtu mwingine ni mratibu wetu wa uhamasishaji, kaka yangu Ferius Festo Kinimi. Pamoja na kwamba yeye ni mratibu wa uhamasishaji, yeye ni mtu ambaye popote tukihitaji maneno ya mtu ambaye atatuambia mnaweza kupita juu ya moto, basi huwa tunamsikiliza yeye. Yeye ni mtu ambaye mara nyingi anaona njia pasipokuwa na njia. Nakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Mtu mwingine ni mtaalamu wetu wa sheria,
kaka yangu Nicholas Mvanda, wakili msomi, yeye mara zote amekuwa anatupa tahadhari za kufuata sheria na taratibu kwenye baraza letu, naye tunathamini mchango wake. Mtu wa mwisho ni kijana anaitwa Jeremia, yeye ni afisa habari wa baraza letu. Jeremia, kokote ulipo, simama uwapungie watu mkono. Yeye ni kijana mdogo, juzi tu ametoka kumaliza masomo yake ya uandishi wa habari. Asante sana kaka, tunashukuru pia kwa mchango wako. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya utangulizi huo mrefu, naombeni radhi kwa sababu leo ni siku ya vijana, kwa mtuvumilie. Pamoja na maandalizi yote tuliyoyafanya, naamini njaa haitawafanya, toka asubuhi tunazungumza mambo hayo, haitawafanya mshindwe kusikiliza, kwa sababu kwa maandalizi tuliyoyafanya mara baada ya mambo haya, naamini tutaenda kutafuta dawa ya njaa, na kwa maelekezo niliyoambiwa, kwa maelezo niliyopewa na katibu mkuu kwamba dawa ya njaa itakuwepo leo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na ulinzi hadi kufikia siku ya leo. Nafahamu Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na mwenyekiti mstaafu wa BAVICHA, nafahamu wapo wenzetu wengi waliotamani kuwepo hapa leo, lakini haikuwezekana kwa sababu mbalimbali. Wapo ambao hawajafika leo kwa sababu ya mauaji ya mwaka jana, wapo ambao hawajafika leo kwa sababu ya magonjwa, wapo ambao hawajafika leo kwa sababu ya kupotezwa, wapo ambao hawajafika leo kwa sababu ya makesi mbalimbali ambayo chama chetu tumekuwa tunafunguliwa. Kwa hiyo kwa upekee na nalikumbuka kabisa kundi la maelfu ya vijana wenzetu waliouawa wakati na baada ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, pamoja na mashujaa wote waliopotea kwa nyakati tofauti. Pamoja na kwamba mwenyekiti wa kanda ya Pwani alisema tusimame kwa heshima dakika moja, naomba nisiwasimamishe tena kwa dakika moja, lakini niseme Mwenyezi Mungu azilaze mahali pema peponi roho za marehemu wote waliotangulia mbele, pumziko lilo jema na la milele. Wapendwa wote na mashujaa wetu hawa, tunawaombea wenzetu wengine wote waliopotezwa kwa makusudi, akina Soka na wengine wote. Tunaombea Mungu awape ulinzi huko aliko. Nafahamu kuna nyakati hatufahamu hata tufanye maombi ya namna gani kwa wenzetu waliopotea. Sisi wa Katoliki huwa tuna maombi ya watu waliokufa, na pia huwa tuna maombi ya watu ambao wako kwenye mazingira magumu. Sasa hawa wenzetu wamepotea, hatujui hata tukiwa tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu, hatujui tufanye maombi ya namna gani. Lakini Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ahadi pekee tunayoweza kuwapa makundi yote mawili ya watu wote walioumia kwenye mapambano haya, waliopotea na ambao hawapo na sisi leo kwa sababu za mapambano walioyafanya, ahadi pekee tunayoweza kuwapa ni kwamba wale waliouawa, wale waliopotezwa wakipigania haki, lazima waelewe sisi BAVICHA ya leo, siku zote za maisha yetu tutaendelea kusimamia yale walioyaamini na kuyapigania. Damu yao haitaenda bure. Vifo na kupotezwa ingekuwa ni silaha ya kweli ya kuogopesha vijana kwenye taifa hili, sina hakika kama leo tungekuwa tumekusanyika kwa wingi huu kutoka kila kona ya nchi yetu kufika hapa Dodoma tena kwa nauli zetu. Kwa hiyo kwa yeyote anayedhani akiteka vijana, akidhani anaua vijana atawarudisha nyuma vijana wa Chadema, anajidanganya. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, naomba kutumia fursa hii kwa niaba ya vijana hao wa Chadema waliopo Dodoma na Tanzania nzima kukushukuru wewe binafsi Makamu Mwenyekiti kuwa sehemu ya maadhimisho haya ya siku ya vijana duniani. Tunakushukuru kwa kujitoa kwako, sio katika tukio hili tu, bali katika kulinda hadhi, heshima na misimamo ya chama chetu, hasa katika kipindi hiki ambacho mwenyekiti wetu wa chama Tundu Lissu yuko gerezani. Tunakushukuru sana wewe Makamu Mwenyekiti wa chama, tunakushukuru sana. Lakini pia tunaomba kukuambia kwamba laiti kama mwenyekiti wetu angekuwepo hapa leo, ni kweli kwamba tungemwalika kama mgeni rasmi wa tukio hili, kwa sababu vijana wa Chadema na Watanzania tunathamini mchango wake mkubwa katika kupigania ukombozi wa kweli wa mara ya pili wa taifa letu.
mwenyekiti wetu wa chama amekuwa ni kielelezo cha mapambano ya kweli hapa nchini kwetu. Lakini uwepo wako hapa makamu mwenyekiti ni faraja kwetu na funzo kubwa sana kwamba chama kina imani kubwa na vijana. Jambo la faraja kwetu ni kwamba pamoja na mwenyekiti wetu wa chama kuwa yuko gerezani, lakini wewe makamu mwenyekiti bara John Heche, makamu mwenyekiti Zanzibar Saidi Mzee, katibu mkuu wetu wa chama kaka yangu John Mnyika na viongozi wakuu wote, mmeendelea kukilinda chama chetu kwa wivu mkubwa sana, na hiyo imeendelea kututia nguvu vijana kuwa na morali na ari ya kukilinda chama hiki ambacho kwa ujasiri tumekuwa tunasema Chadema sio tu chama cha siasa, Chadema ni imani. Mara zote tumekuwa tunasema Chadema ni mpango wa Mungu, na kwa sasa na siku hizi tumeamua kusema sio tu Chadema ni chama kikuu cha upinzani, Chadema ni chama kikuu cha siasa nchini kwetu. Tunawashukuruni sana viongozi wetu. Kabla hatujasema lolote, tunasema tunawashukuruni sana kwa sababu mmebeba imani ya vijana, na Mungu awabariki sana. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kama kuna jambo moja tunaloweza kumwahidi mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu ni kwamba vijana wa Chadema, na tunaomba mambo haya ukamfikishie, mwambie kwamba vijana wa Chadema daima tutakuwa mstari wa mbele kupigania maslahi ya vijana. Tutapigania maslahi ya vijana nchini bila hofu yoyote, kwani tulipofikia kama taifa kwa sasa hatuna cha kupoteza zaidi ya kusimamia ukweli. Hatuna cha kupoteza, hatuna cha kupoteza, hatuna cha kupoteza. Tutasimamia ukweli, tutasimamia haki na tutasimamia maendeleo ya vijana. Tutasimamia, hatutaogopa chochote. Pia hatuna cha kuogopa zaidi ya kuuogopa huo uoga wenyewe. Hofu au kukaa kimya kihistoria haijawahi kuwa mbinu ya kuwa salama pale maovu yanavyotawala katika jamii yoyote duniani. Naomba kurudia, kukaa kimya au kuogopa au hofu kihistoria haijawahi kuwa mbinu ya kuwa salama pale maovu yanavyotawala katika jamii yoyote hapa duniani. Tunaomba ufikishe salamu hizi kwa mwenyekiti wetu wa chama na umwambie tunampenda sana. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, sisi Bavicha tumeshapoteza marafiki zetu na viongozi wenzetu wa Bavicha kila kanda, kila mkoa, kila majimbo, kila kata, kila kijiji, na kwa tathmini yetu ni kwamba vijana wa Chadema pekee kwa mwaka mmoja uliopita, kupitia matukio ya Oktoba na matukio ya kuwapoteza, takwimu zetu zinasema tumepoteza vijana wasiopungua 1000 kwa maana ya viongozi na vijana wa kawaida. Kama hawajapotea kwa kupigwa risasi, basi wamepotea kwa kutekwa au wamepotea kwa kutoonekana. Lakini pia wapo vijana waliopo magerezani kwa makesi ya uongo, makesi ya ugaidi na makesi yasiyo ya ugaidi. Wapo vijana ambao wameumizwa kwa kufanyiwa vitendo vya unyama na wamebaki na vilema na maumivu ya kudumu. Huyu Mbwana Kombo alipokuja hapa, mimi kwa mara ya kwanza nimemkuta kule gereza la Maweni Tanga. Nilimwangalia, siwezi kuwaeleza kwamba kweli tunaweza kuwepo kwenye taifa ambalo kuna binadamu anaweza akafanywa kama mnyama. Wakati tukiwa na sintofahamu hizi za vijana wenzetu kupotezwa na kutoonekana, sisi vijana tulio hai bado tupo uraiani. Sisi tuliopo uraiani hatuna uhakika wa kuamka kesho tukiwa salama. Tunalifahamu hiyo. Bado tuna changamoto mbalimbali ambazo zinatukumba. Wote tunafahamu wala mazingira bora ya kijana kujiajiri. Tunafahamu hatuna kazi zenye staha ambazo vijana tunaweza kuzifanya na kutupatia ujira unaostahili. Sisi vijana tunakumbwa na changamoto za urasimu katika uwezeshwaji wa vijana, kama vile masuala ya mikopo. Upo ugumu wa huduma za afya, upo ugumu wa maisha
na uwepo wa utitiri wa kodi zilizokithiri kutoka kwenye bidhaa mbalimbali huko sokoni, vijana wote, bodaboda na wengine wanalalamikia bei ya mafuta. Tunafahamu changamoto hizi zinazotukabili vijana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika taifa lenye changamoto hizo, na tumekuwa tukikusikia Makamu Mwenyekiti mara nyingi ukiwa unasema ambazo taifa hili inazo, na naamini ukija kuzungumza utazisema. Sisi vijana wa Chadema tunajiuliza swali, kwa nini tusimwahidi Tundu Lissu aliyoko gerezani kutupigania sisi? Kwa nini tusimwahidi kwamba sisi ni vijana ambao tunatamani kesho iliyo bora? Tunatamani na tunamwahidi kwamba tutaendelea kuwa nguvu ya mabadiliko. Kwa nini tusimpe ahadi hiyo mwenyekiti wetu wa chama ambaye amegoma kuwa mbinafsi kwa staili hiyo? Sisi vijana wa Chadema tunasema hatuna cha kuogopa na hatuna cha kupoteza, na maneno haya yasikie mwenyekiti wetu ndiyo jambo la msingi na la kwanza kabla ya mengine yote. Sasa kwa vile watu wanacheza na uhai wetu, basi hatuna kingine chochote cha kukilinda zaidi ya kuhakikisha tutaulinda uhai wetu kwa gharama yoyote ile. Tukiwa tuna hofu ya kwamba kesho tutaamka salama, hata tukiendelea kuishi hatuna uhakika wa kuishi maisha ya staha. Hata sisi ambao tuko hai leo tunazungumza kuhusu wenzetu waliotangulia, wenzetu ambao watu waoni. Hata sisi tulioko hai tunateseka, hatuna maisha bora wala yenye thamani yoyote, na hatuoni kuwa na uhakika wowote wa maisha haya yatabadilika. Kama hakuna dalili ya hali hii kubadilika, tukiendelea kutawaliwa na watawala hawa dhalimu wa Chama cha Mapinduzi wa CCM, lazima tuchukue hatua, na hatua hiyo na waombeni vijana wenzangu tuichukue na tusimame kuipigania. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunatoa ahadi hii pia kwa Watanzania wenzetu, kwa sababu tunaona kwa uwazi kabisa serikali dhalimu ya CCM inavyobeza na kutojali changamoto na matatizo haya ya vijana. Jambo linalotutia moyo vijana wa Bavicha ni kwamba kiko kizazi kinaitwa Gen Z, Generation Z, kimeanza kuchukua hatua za kupaza sauti kwa njia tofauti tofauti kufikisha ujumbe wa changamoto sugu nilizozieleza hapa awali. Bavicha kwa sauti moja, kupitia siku hii ya vijana wa duniani, tunaomba kusema kwamba tunawaunga mkono Gen Z na vijana wenye nia ya dhati kuitafuta Tanzania mpya kwa njia sahihi. Popote watakapolia Gen Z, Bavicha tutalia nao. Popote watakapofurahi Gen Z, tutafurahi nao. Popote Gen Z watakapokaa, na sisi tutakaa. Uzuri Gen Z wao shughuli yao ni kama wakisema 1, 2, 3 tunaondoka, Gen Z wanaondoka kweli, hata kama nani akiwa mbele yao. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunaamini hakuna malaika wala mtume atakayeshushwa na Mwenyezi Mungu kuja kutusaidia sisi vijana kutatua changamoto tulizo nazo. Wenzetu waliopotea na kuuawa walichukua hatua, ndiyo maana wadhalimu waliwaona wakiwapoteza. Sisi sote tutanyamaza na tutaogopa. Wenzetu walisimama kuhesabiwa, ndiyo maana wamepotea. Walisema ni sasa. Wenzetu wote wakina Amani Manengero walisema ni sasa, sio kesho. Lakini pia walisema ni sisi, sio mtu mwingine. Ni muhimu sisi vijana tukawa na kauli ya pamoja kutoka kwenye kundi la vijana wote ndani ya taifa hili, na kauli hiyo tuseme, tuone na kuamini muda wa kusimamia kulipigania taifa hili ni sasa na sio wakati mwingine wowote. Na mtu wa kufanya kazi hiyo ni lazima tuseme ni sisi na sio mtu mwingine yoyote wa kukinywa kikombe hiki, hata kama kitakuwa kichungu kwa namna gani. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunaondoka Dodoma baada ya kongamano hili tukitambua kwamba hakuna muda wa kusubiri na hakuna wa kuja kutupigania. Tunaamini ni sasa, na ni sisi Bavicha ambao tuna hayo. Imetosha utekaji, imetosha nini?
imetosha utekaji. Tutatoka hapa tukisema imetosha utekaji, imetosha kufunguliwa kesi za uongo, imetosha kupotezwa, imetosha kushuhudia vifo vya sukari na presha vya wazazi na walezi wetu ambao wanapotea kwenye taifa hili. Tutaondoka leo hapa Dodoma tukisema imetosha, na kama noma, wacha ikawe noma. Tutaondoka Dodoma tukisema imetosha rasilimali za taifa hili kutumika kwa manufaa ya watu wachache na familia chache. BAVICHA tutatoka leo na msimamo huo wa kusema sasa imetosha, sasa imetosha, sasa basi, sasa. Huo ndo msimamo tutakaotoka nao. Mambo mengine ya mbinu pamoja na elimu na mafunzo yote ambayo wazee wetu wametuambia, kuna wakati tutamsikiliza Roho Mtakatifu anatutuma tufanye nini, na tukisikia sauti yake tutaitekeleza kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunayasema haya kwa sababu tunafahamu kama ilivyo lazima kwa mbegu ili yote na kumea ni lazima kwanza ioze. Sisi pia mapito tunayopitishwa na serikali dhalimu ya CCM ni mithili ya kuoza kwa mbegu. Ninawatia moyo vijana wenzangu, hivi punde tutaota na kumea. Hivi punde mwenyekiti wetu wa chama Tundu Lissu atatoka gerezani na Chadema itaota na kumea zaidi ilivyo sasa, na tutamea na kuzaa tunda bora la katiba mpya. Sio tu katiba mpya, itakuwa ni katiba ya wananchi, katiba bora na katiba ambayo itakuwa inajibu maswali na changamoto mbalimbali zinazotukabili vijana, katiba itakayolinda hadhi ya uhai wa vijana kwenye taifa hili, katiba itakayolinda kupotea kwa mtu mmoja isiwe ni kama kupotea kwa ng'ombe. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika kuwezesha mapambano haya ya katiba mpya, sisi tulikuja na kauli mbiu ya kijana na katiba, na toka asubuhi tumekuwa na mijadala na mazungumzo mbalimbali ya kuhusu katiba. Tuliandaa jambo hili kwa sababu tuliamini mijadala ile iwe na lengo la kutujengea uwezo sisi vijana wa BAVICHA. Tukitoka hapa tusije kama tulivyokuja, tutoke hapa tuwe tuna kitu tumeongeza kwenye bongo zetu, ili tukienda kuleta noma huko mtaani, tukienda kutoa elimu ya katiba mpya, tuwe watu tuliojaa vitu vichwani mwetu, tusiwe kama vijana wa mboga mboga. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sisi vijana wa BAVICHA tumerithi utamaduni huu wa kwamba vijana wa Chadema mnapaswa kuwa na akili nyingi. Sisi tulijiunga Chadema tukiamini vijana wa enzi hizo tukiwa wadogodogo, wakina Mnyika, wakina Heche, tulikuwa tunaamini kwamba hawa watu wana akili, ndio maana tulipenda kuja Chadema. Kwa miongoni mwa kazi kubwa tunaifanya sisi BAVICHA ni kuhakikisha tunaendelea kumaintain hiyo standard. Tunataka kijana wa Chadema hata kama ni kiongozi wa tawi, kokote atakakosimama awapelekee moto CCM, hakuna rangi waache kuona. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sasa katika kusukuma ajenda hii ya katiba mpya, tunafahamu mchakato wa kutengeneza katiba mpya kama walivyosema wazee wetu kwamba ni mchakato ambao unahitaji mazungumzo, unahitaji maridhiano na unahitaji watu wakutane pamoja. Sasa sisi vijana wa Chadema tunayo mambo manne kwa haraka haraka, naomba niyasome. Jambo la kwanza, pamoja na ushauri wote, pamoja na maaso yote ya kuhusu mazungumzo na maridhiano, sisi vijana wa Chadema tunataka kuyasema mambo haya hadharani, na haya mambo ni msimamo wa chama, ila sisi vijana tumeyapenda na tutayasema hadharani bila aibu yoyote, kwa ujasiri mzito, na tutayasimamia. La kwanza, ma-CCM na serikali yao dhalimu watambue hakutakuwa na katiba mpya kwenye taifa hili inayoweza kupatikana endapo Chadema kama chama kikuu cha siasa hakitakuwepo wala kushiriki mchakato huo. Yaani hiyo msijidanganye, haitawezekana, haitawezekana. Yaani ndio itakavyokuwa, hakuna katiba mpya bora kwenye taifa hili
kama Chadema kama chama kikuu cha siasa hakitakuwa sehemu ya mchakato huo. Liwake jua inyeshe mvua, hiyo haitawezekana. Kwa achieni hiyo shughuli, na mnaodhani jambo hilo litatokea bila Chadema kuwa sehemu ya mchakato huo, mnajilisha upepo. Jambo la pili, hakuna mazungumzo wala hakutakuwa na matokeo ya maridhiano yatawezekana na yatafanyika kwenye taifa hili kama mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu hatakuwa nje na hataongoza jopo hilo la Chadema. Makamu mwenyekiti, kwa kipindi hichi mwenyekiti wetu wa chama yuko gerezani. Sio wewe, sio katibu mkuu, sio mwingine yoyote aliyoko hapa nje, wakati mwenyekiti wetu wa chama akiwa hai, atakayeongoza safari ya mazungumzo na mtu yoyote. Jambo la tatu, ukweli na uwajibikaji usipokuwa msingi wa kushughulikia matendo ya kinyama ya Oktoba 29, yoyote anayedhani kuna mchakato utafanyika wa kuliponya taifa hili, yote atakayofanyika bila msuluhishi wa nje, hilo jambo asifikiri litawezekana. Yaani haliwezekani. Huo ndo msimamo wetu, na kama mheshimiwa makamu mwenyekiti na katibu mkuu wakisema tumtafute wa ndani, basi pengine tutafakari waturuhusu sisi tuwatafute hao wa ndani wa kusimamia hayo mazungumzo, sio wao. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, juzi tarehe 23 Julai, kiongozi wa chama cha EFF Julius Malema akiwa anamzika mwanachama mwenzake wa chama cha Economic Freedom Fighters Primrose Bogatsu alisema maneno yafuatayo, nitayasema, naomba kunukuu kwa tafsiri sio rasmi. Julius Malema alisema mambo yafuatayo: vinavyojiita vyama vya ukombozi barani Afrika vimekuwa vikifa vifo vya asili siku hadi siku, kwa sababu jukumu lao kuu lilikuwa ni kupigania uhuru wa nchi zao, na jukumu hilo lilikwisha fanyika na likaisha. Hakuna jambo la maana tena linaloweza kufanywa na vyama hivyo zaidi ya kuwa chanzo cha maumivu kwa wananchi. Unaweza kukitizama Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania, unaweza kukitizama chama cha ZANU-PF na vyama vingine amevitaja, vyote hivi ni maiti zinazotembea chini ya mwamvuli wa vyama vya ukombozi, na hivyo ndivyo nguvu ya asili inavyofanya kazi yake. Cha kale ni hakika kitakufa na kipya kitaibuka na kustawi. Maneno haya ameyasema Malema, na akaendelea kusema ANC haitakufa kwa sababu ya kukabiliwa na upinzani mkali kutoka EFF au chama cha DA. ANC imefika ukomo wake wa kuishi na haiwezi kushindana na asili, hivyo haina budi kufa ili kutoa fursa za fikra mpya kuiongoza Afrika ya Kusini. Mwisho wa kunukuu. Na sisi BAVICHA tunaomba kutumia maneno haya ya Julius Malema kuambia CCM na serikali yao dhalimu mambo yafuatayo kwa haraka. Jambo la kwanza, kifo cha asili hakizuiliki, kwa sababu umri wa CCM kwa maana ya lifespan umefika ukomo na haiwezi tena kutoka kuwa kikongwe na wakawa kijana. Jambo la pili, CCM ni lazima mtambue kupitia maneno ya Julius Malema, nyinyi ni maiti inayotembea, na kwa vile mmezoea kuwashtaki watu kwa makosa ya ugaidi wakiwakosoa, na washaurini mfuateni Julius Malema kokote alipo, na yeye mkamkamate, mje mfungulie makosa ya ugaidi. Hili linapaswa kuwa ni ujumbe kwenu kwamba chochote kinachoendelea Tanzania huko duniani watu wanafuatilia, wanajua. Hata Chadema tusipowapinga CCM, wako wa South Africa au watu huko duniani watasema mnayowatendea Watanzania sio haki, ni unyama, kwa sababu binadamu ni yule yule, potelea mbali anaishi eneo gani. Kupitia maneno ya Malema, sisi BAVICHA tunawaambieni CCM, nyinyi ni chakale, hakika mmekufa, na Chadema ni kipya na hakika kimeibuka na kustawi siku hadi siku. Na CCM ni lazima mfahamu jambo la mwisho kwenye eneo hilo, kwamba CCM sio kwamba mpendwi na Watanzania au mtakufa kwa sababu ya upinzani mkali sana kutoka Chadema. Mheshimiwa Katibu Mkuu na Makamu Mwenyekiti, haya majamaa yalifungia Chadema siku 309, siku 310. Kwa maneno mengine, kwenye siku 310 Chadema haikuwepo.
lakini hakuna Mtanzania hata mmoja aliyeipenda CCM kwa sababu Chadema ilikuwa inafanya kazi yake. Kwa hiyo ni lazima CCM mfahamu. Mkidhani mnashindana na Chadema, mkidhani adui yenu ni Chadema, mnajidanganya. Adui yenu ni Watanzania, na Watanzania wanaipenda Chadema kwa sababu Chadema inasimamia ajenda za Watanzania. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, BAVICHA katika kutambua jukumu letu la kuwa ni nguvu ya mabadiliko, tumewekeza sana siku za hivi karibuni kwenye kundi la vijana hawa wasomi, vijana wa CHASO. Tumetambua wajibu wao na tunafahamu kwamba CHASO ni chanzo cha fikra bora. Tumeamini hatutafanya kazi yoyote ya maana kama hatutaanzisha vuguvugu la vijana wa CHASO, na nitumie fursa hii kuwapongezeni sana vijana wa CHASO kwa sababu mara zote kwa siku za karibuni mmeanza kuwa na ujasiri na kutumia hadhi yenu ya usomi. Mwalimu Nyerere alisema msomi wa maana ni yule ambaye anatumia elimu yake sio tu kwa manufaa yake yeye na familia yake, bali anayetumia elimu yake kwa manufaa yake yeye pia na jamii yake nzima. Hongereni sana vijana wa CHASO, na sisi BAVICHA siku zote tutaendelea kuwa sio washindani wenu. Tutahakikisha tunakuwa walezi wenu na tunawawezesha nyinyi mtimize wajibu wenu. Dunia ya sasa, huko duniani kuna mambo mengi sana yanaendelea. Tunachowataka CHASO, muwe sauti ya vijana wa Tanzania. Fanyeni utafiti wa mambo mbalimbali yanavyoendelea huko duniani, wakati tunaamini kunazo changamoto mbalimbali zinazowakumba vijana, ikiwemo changamoto ya kwamba duniani kote takwimu zinaonesha, takwimu za Umoja wa Mataifa mwaka 2025 zimesema kwamba dunia ina watu bilioni 8. Nusu ya watu wote wana umri chini ya miaka 30, na idadi hiyo inatarajiwa kufika 57% ifikapo mwishoni mwa mwaka 2030. 13% ya hao vijana wote duniani hawana ajira. Kwa tatizo la ajira tunafahamu ni tatizo la dunia kwa sababu ya ongezeko kubwa la vijana. Sasa tunachotaka vijana wa CHASO, ndio maana tunawekeza kwenu kwamba nyinyi mnapaswa kwenda mbele zaidi, kwamba dunia ilivyotambua kwamba tatizo la ajira ni tatizo la dunia. Nchi zingine huko duniani zilichukua hatua gani kutokana na hilo tatizo la ajira? Hiyo kazi hiyo inapaswa kufanya na vijana wa CHASO. Muwaambie vijana wa Tanzania walioenda shule na ambao hawajaenda shule kwamba Singapore ilifanya nini, Uchina ilifanya nini, India na Korea Kusini imefanya nini. Kwa sababu ya muda, naomba nisitoe mifano, ingawa ipo kwenye hotuba yangu, na hotuba hii tutaishare, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa BAVICHA, kwa sababu mmeiandaa, tutaishare hotuba hii kwa umma ili msome mifano ya Singapore wamefanya nini, Uchina wamefanya nini, India wamefanya nini, kwa sababu India ndiyo nchi yenye idadi kubwa ya vijana duniani ambao ni takriban vijana milioni 367 wenye umri kati ya miaka 19 na 29, wakati mnasema Watanzania mko milioni 64 65. India wana takriban vijana milioni 367. Sasa wingi wa hao vijana, India imefanya nini kutatua changamoto za ajira za vijana hao? Vijana wa CHASO ndio mna jukumu la kuwaonesha hawa ma-CCM. Vijana wa CHASO ndio mna jukumu la kuambia watu wanaosema nyie vijana wa Chadema au vijana wa Tanzania hamfanyi kazi, ndio maana mnaweza kutweza utu wenu. Ukweli ni kwamba hata ukiamua kufanya kazi kwenye taifa hili ambayo mifumo yake ni ya kihuni, mifumo haikuruhusu kupata hizo pesa. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo kabla hujawalaumu vijana kwa kutokufanya kazi kokote kule, kwanza huo ni uongo. Cha kwanza, laumu mifumo ya hovyo, mifumo mibovu ambayo inawafanya vijana waendelee kuwa na maisha magumu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hiyo mifano ya hizo nchi zote tulizozisema inastaajabisha sana, kwa sababu nchini kwetu licha ya asilimia zaidi ya 75 ya Watanzania kuwa wana umri usiozidi miaka 35,
kila mwaka kwa mujibu wa taasisi ya Police Forum inasema ni vijana 1,000,000 wanaingia kwenye soko la ajira. Hao vijana 1,000,000, vijana 950,000 wote hawajulikaniki wanafanya kazi gani, hawajulikani kama kuna kazi wanafanya. Ni vijana 50,000 tu ndio ambao wanapata kazi rasmi, kwa maana ya kazi ambazo zina mkataba, kwa maana ya kazi ambazo wanaweza wakapewa bima, kwa maana ya kazi ambazo wanaweza wakawa na mkataba, au kwa maana ya kazi ambazo wanaweza wakawa na nyaraka za kwenda kukopea. Vijana 50,000 tu. Kwa tunalo kundi la vijana 900,000 na 50,000. Tunao watu wanajiita serikali, hawajui vijana hao wanafanya nini. Tunao vijana ambao wamepewa mikopo ya serikali, kodi za Watanzania, wamemaliza vyuo, wana miaka zaidi ya 10 hawana ajira. Tunayo serikali ambayo imetumia kodi ya Watanzania kuwakopesha vijana waende shule, halafu hao vijana pesa hiyo hawajairudisha na hakuna dalili ya kuirudisha. Hiyo ni serikali au ni matope? Tunahitaji vijana wa Bavicha, vijana wa Chaso, muende mkaseme ni kwa namna gani tatizo la ajira kisomi litaenda kukombolewa. Na sisi Bavicha kwa kushirikiana na viongozi wakuu wa chama chetu, bahati nzuri makamu mwenyekiti wetu ni Bavicha, viongozi wetu wengi ni Bavicha, na tukushukuru makamu mwenyekiti kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwenye kuimarisha Bavicha, kwa sababu sisi kama kuna jambo moja tunatamani tulipiganie siku zote ni kuhakikisha tukitoka kwenye nafasi zetu tuache kizazi ambacho kitakuwa ni kizazi bora, kizazi sahihi, kizazi kitakachoifanya Chadema iendelee kuwa tumaini la Watanzania miaka mingine ijayo. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwa kauli moja, vijana wa Chadema tunatoka hapa Dodoma tukiwa na msimamo wa kwenda kuhubiri ajenda ya katiba mpya ni sasa, kuanzia ngazi ya familia hadi ya taifa. Tunaondoka Dodoma tukiwa na msimamo wa kwamba ikiwa ng'ombe na mbuzi hawajawahi kuandamana wala kupaza sauti kupinga kuchinjwa, binadamu kila siku mmekuwa mnawachinja ng'ombe na mbuzi kama kitoweo. Ng'ombe na mbuzi hawajawahi kuandamana hata siku moja kupinga wao kuchinjwa. Vijana wa Chadema tunasema, na sisi tukinyamazia utekaji, tukinyamazia kupotea kwa vijana, tukinyamazia na maovu yote yanayoendelea nchini, hatutakuwa tofauti na wanyama hao. Tuchinjwe na sisi, watu wanywe supu kama watakuwepo wanaoweza kufanya hivyo, kwa sababu hatutakuwa na uwezo wa kuchukua hatua. Sisi tumekataa. Tunaondoka Dodoma tukiwa na ari na morali ya kwenda kukilinda chama chetu dhidi ya hila za aina zote, na mara zote Bavicha hatutaunga mkono, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, wala kuruhusu mtu yoyote atakayecheza na chama chetu. Na hili naomba lieleweke, sisi Bavicha hatutakuwa tayari na hatutawavumilia wanasiasa, kwa lugha ya Mwalimu Nyerere, wanasiasa malaya ambao kwa siku za karibuni wamekuwa wanakitukana chama chetu, wanawatukana viongozi wetu, halafu wanategemea baada ya kutukana viongozi kesho asubuhi watarudi kwenye chama hiki tuwapigie vigelegele. Hilo jambo Bavicha tutalisimamia na hatutakubali. Wewe ukikidhihaki chama chetu, ulipoingilia msumari ndio utakapotokea. Ukirudi tutakupokea kwa taratibu na sheria za chama chetu, lakini tutakukazia macho tukuone kweli umerudi kweli au una nia nyingine. Na tutumie fursa hii sisi Bavicha kumkaribisha rasmi Mchungaji Peter Msigwa. Tulikuwa tujakukaribisha, tukukaribishe rasmi kwa sababu tulijipa muda wa kukutafakari kwamba mchungaji amerudi kweli. Tumekutafakari Bavicha, ndiyo maana Mchungaji Msigwa umekuja hapa jukwaa kuu. Tumekupa na tunzo ya kuthamini mchango wako katika kuhakikisha vijana wa Chadema tunasimama na tutafanya kazi yako. Kwa hiyo Mchungaji Msigwa, hii Bavicha ya sasa asingekuwepo mtu yoyote wa kutupeleka na kutufanya tukupokea haraka na kusema haya tunayoyasema. Tulisema tutajitafakari na muda mwafaka ukifika tutafanya hivyo, na naamini hao ndio vijana, makamu mwenyekiti, mmekuwa mkiwatengeneza wawepo kwenye chama hiki, na sisi ndio tupo hivyo. Mwisho,
Kwa kumalizia, naomba kusema asanteni sana kwa kunisikiliza, kwa kusikiliza BAVICHA. Makamu mwenyekiti, ukija kuzungumza hapa na ukimaliza, wako kikundi cha ngoma cha hapa Dodoma kimesema wana ngoma yao wameiandaa na wanataka wewe uwaone. Kwa mara baada ya hotuba yako, tukiwa tunasubiri protocol nyingine, wamesema kwa sababu kwenye hicho kikundi wako mpaka wabibi, wamesema wasipo perform mbele yako wana kitu watatufanya. Kwa naomba sana ukishamaliza kutoa hotuba yako, tukiwa tunaendelea kuondoka, tuwasikilize wakina mama hawa. Mimi ni mama zangu ambao huwa nikija Dodoma, kabla sijarudi mjini, huwa ni lazima niende wakaniguse kichwa nipate baraka zao, pamoja na kwamba huwa napita pia kanisani kufanya misa, lakini wao huwa naamini baraka zao ni za maana sana. Mara baada ya kusema hayo, naomba nikukaribishe sana makamu mwenyekiti wetu na mgeni wetu rasmi. Vijana wote naomba msimame ili uje uzungumze na vijana wa chama. Asanteni sana.